Fungua kitabu cha Mathayo mlango wa 17. Haleluya. Tasoma mistari michache kwa kurukaruka, lengo ni kupata tu picha ya nini kinaendelea. Mathayo mtakatifu mlango wa 17 mstari wa kwanza unaanza kwa kusema hivi: na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokea Musa na Eliya wakizungumza naye. Kwa hiyo ujumbe mfupi naoongea hapa ni wa kuendelea kukutia moyo katika maombi ya kufunga na kukuendelea kukuonyesha kwamba maombi ya kufunga kwa usahihi yanaachilia nguvu ya kufanya mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa ni Bwana Yesu amewachukua wanafunzi wake wa karibu, Yohana na Petro na Yakobo, wakapanda mlimani faragani. Sasa hapa Biblia inatuambia sura ya Yesu ikageuka, ikametameta kama jua. Sasa hawakujua hapa, ukisoma hapa hutaelewa kilichoendelea, lakini utajua baadaye. Wakakaa kule mlimani, halafu wakarudi. Mstari wa 9 unasema, na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza wakisema, wasimwambie mtu yeyote habari ya maono hayo walioyaona pale mlimani. Kwa hiyo walikuwa wanashuka. Tukiruka tukaenda mstari wa 14, wanakutana na wale wanafunzi wengine waliowaacha kule bondeni. Wao walipanda mlimani kwenda kuomba, au pengine hamjajua kama walienda kuomba, lakini mtajua. Alafu wakati wanashuka wanakutana na wale wanafunzi wenzao waliowaacha kule bondeni. Wakakuta wana vita mbaya, wakakuta wako vitani. Mstari wa 14 unasema, nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu wanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni, mara nyingi majini. Nilimleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Hamna kitu kigumu kama hicho. Mtu amesurubika huko, akaambiwa walokole wakiomba huwa kinatokea. Wakamleta, wakasema, utuombee, tumesikia walokole mkiomba mtu atafunguliwa. Alafu walokole mkaomba mwanzo mwisho, mambo yakashindikana. Hicho kitu ni kigumu kwanza kwa aliyemleta mtu, kwa sababu hajapata jibu, lakini kigumu kwa nyinyi ambao wameamini kwamba mtatoa jibu na jibu hali kutoka. Kwa ndio hali ambayo ilikuwepo hapa na ilikuwa ngumu sana. Wasiweze kumponya. Mstari wa 17, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hadi lini? Nitachukulia nanyi hadi lini? Mleteni huku kwangu. Yesu kaeleza, mleteni huyo mtoto huku kwangu. Na Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka yule mvulana, akapona tangu saa ile. Haleluya, kanisa la Mungu. Sasa mstari naruka kidogo, lakini siruki, ngoja. 19 anasema, kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga, wakasema, mbona sisi hatukuweza? Yaani hiyo ni kuonyesha jinsi ambavyo liliwasumbua, walibaki linawaumiza. Wakasema, ngoja tutafute tu faraga na Bwana atueleze wapi tumekosea, kwa sababu kama ni kukemea, tulikuwa tunakemea staili ile ile anayokemea. Maneno yale alikuwa anatumia kukemea pepo, kwa sababu tulishamuona akikemea, tuliyatumia hayo. Tukatumia njia mbalimbali alizokuwa anatumia, tulimuona Yesu anafanya. Na hapa ni karibu na mwishoni aondoke. Kwa hiyo walijua mambo mengi Yesu anayofanya, wakayafanya, bado pepo alitoki. Kwa hiyo wakasema, lazima tupate jibu. Kama kuna kitu kingine kimefichika nyuma ya pazia ambacho hatujakipata, tukipate leo. Haleluya.
Haleluya. Naamini ni shauku yetu kama watumishi wa Mungu. Amen. Sasa mstari wa 20, Yesu akawaambia, aliwapa sababu mbili kwa nini mambo yameshindikana. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Hilo ni la kwanza. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Hebu angalia, anasema wala halipo neno, wala halitakuwepo neno lisilowezekana kwenu. Yaani kwa lugha nyingine, halitakuwepo jambo lolote lisilowezekana kwenu, jambo lolote. Lakini ameshawaeleza ni kwa upungufu wa imani yenu. Sasa lakini mstari wa 21 anawaambia jambo la pili. Anawaambia lile alilowaambia ni jambo aliloliona kwao, lakini akawaambia kwa jambo lile la wakati ule, lile jambo la yule mtoto ambalo Yesu ametatua, akawaambia pana tatizo la pili. Namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo kama Yesu amewaambia hivyo, kama Yesu amewaambia shida ni kutokuamini na shida nyingine ni kufunga na kuomba, na Yesu amemponya yule kijana, maana yake anawaambia hayo matatizo yenu mawili hayo, mimi Yesu kwangu hayapo. Si ndio maana yake? Kwa sababu angekuwepo na yeye lingemshinda. Kwa hiyo Yesu anawaambia mimi kwangu hayo hayapo. Jambo la imani kwangu sio shida, jambo la kufunga na kuomba kwangu sio shida. Kwa hiyo nimetatua. Ni siri gani iko hapo? Ni kama tulivyoanza wakati tunaanza kusema kwamba maombi ya kufunga na kuomba yanaachilia nguvu, kwa sababu roho yako inakuwa huru kutoka kwenye kukandamizwa na mwili, inaelea. Na roho yako ikielea ni kama kupaa juu kwa mbao kama tai. Ikielea haielei peke yake, inaelea na Roho Mtakatifu, kwa sababu vimeunganika, wamekuwa mwili mmoja, wamekuwa roho moja. Si ndio? Si ndio kanisa la Mungu? Sasa hiki kitu na Yesu alikifanya, kwa sababu kumbuka alikuwa mwanadamu asilimia zote na ni Mungu asilimia zote. Roho wa Mungu alikuwa ndani yake, ameunganika na roho yake. Kwa hiyo Yesu alijua siri ni lazima kuwa na vipindi vya kufunga na kuomba. Sasa je, hapa Yesu, ina maana haya mambo yalikuwaje? Ina maana Yesu alifunga na kuomba hapa, picha ilikuwaje? Haleluya. Kabla sijaenda hapo, niwaambie neno moja. Hawa watu waliokuwa hapa chini, hawa wale wanafunzi 9 waliobaki hapa chini, walikuwa hawako katika hali ya kufunga na kuomba. Walikuwa wanavutana, walikuwa wanabishana. Ukisoma eneo lote hili kuanzia juu zaidi, utakuta walikuwa wanabishana na Mafarisayo. Na unapokuwa umefunga na kuomba, roho yako ikawa huru, ikawa ndio inayoishi, ikawa ndio inayofanya kazi, imani sio tatizo. Haleluya. Imani inakuwa sio tatizo. Kwa nini? Kwa sababu imani ni ya roho, sio ya mwili. Imani ni tokeo linalotoka kwenye roho, ni jambo linalotoka kwenye roho. Imani ni macho ya roho. Roho yako huwa inaona kwa imani. Yaani kuona kwa roho yako kunaitwa ni imani, lakini kuona kwa mwili wako kunaitwa ni macho ya damu na nyama. Kwa hiyo mtu akikwambia una upungufu wa imani, anachokuambia ni kwamba badala ya roho yako kutembea kwa kuona, mwili wako ndio unaotembea kwa kuona kwa macho haya. Kwa hiyo imani haipo. Imani siku zote ni tunda la roho yako. Roho yako ikianza kufanya kazi, inafanya kwa kitu kinachoitwa imani. Mwili wako ukifanya kazi, unafanya kwa kitu kinachoitwa milango mitano ya fahamu. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Sasa naenda kuhitimisha. Hebu twende Luka tuone kilichotokea hapa, jinsi ambavyo kwa Yesu hili jawabu lilikuwepo. Luka mlango wa 9. Mlango wa 9, tukienda mstari ule wa 28, tunaenda kuona taarifa hiyo hiyo, lakini huyu mtumishi wa Mungu Luka ambaye alikuwa daktari, yeye katika kuandika hizi injili, Roho Mtakatifu alimtumia kutathmini taarifa zote za injili zote na taarifa zote zilizokuwepo katika yale mazingira,
alafu akaiandika kwa mtiririko. Yeye hakuwa mwanafunzi mojawapo, lakini alikuwa ni daktari ambaye Mungu alimpa kibali afanye utafiti, aandike injili nyingine inayotokana na zile injili zote na matukio yote ambayo yalimisi kwenye zile injili zote na yalitokea, akayaweka kwenye ile injili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama unasoma injili, ningekushauri ukaanza na injili ya Yohana na injili ya Luka. Yaani hizo injili mbili hizo usicheze nazo mbali. Na hizo zingine soma, lakini nimempa kipaumbele kwa lengo la kwenda kwa spidi. Haleluya. Sasa Luka 9:28 anaanza hivi. Baada ya maneno hayo, ya maneno yapo juu, yapata siku ya 8, aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kufanya nini? Kule Mathayo hatukuona hilo, si ndio? Kule Mathayo sio hatukuona hilo. Hakusema walienda kuomba, alisema wakaenda mlimani, si ndio? Lakini hapa tayari tumeshafunuliwa lengo, ratiba ya hiyo safari. Haikuwa kwenda kupunga upepo kule mlimani waangalie kwa mazingira. Yesu alikuwa nalo jambo moyoni. Tunaenda kule mlimani kwenda kufanya nini? Kuomba. Kwa tayari umeshaanza kuona jambo la kuomba likitokea hapa. Haleluya. Kumbe ile sura yake kubadilika na mavazi yake kubadilika haikutokea akiwa anapunga upepo. Ilitokea akipunga upepo. Ilitokea wakati anafanya nini? Wakati yuko kwenye biashara kabisa ya kufanya nini? Ya kuomba. Wakati amejikunja, wakati amepiga magoti anasugua, wakati ananena, wakati anaomba katika roho, upako ulivyopanda kutokea ndani, Mungu akaruhusu wale waone. Inaonekana ni mazingira kwa Yesu yalikuwa ni ya kawaida, lakini yalikuwa hayafunuliwi kwa wengine kuona. Mungu akaruhusu waone, lakini lilitokea wakati anaomba. Haleluya. Kwa hiyo jibu la kwamba je, Yesu aliomba kabla ya kuja kufanya ile huduma, jibu limekuwa ndio. Alikuwa ametoka kwenye nini? Kwenye maombi. Kwa sababu wakati anashuka mlimani aliomba, sio polepole, aliomba mpaka sura yake ikabadilika, mpaka mavazi yake yakawa meupe. Hebu tumadhimishe Yesu. Haleluya. Jibu lingine ambalo tunataka tulione, je, alikuwa amefunga? Kwa sababu kuna mambo mengine kwenye Biblia Roho Mtakatifu asipokupitisha katikati ya mistari unaweza usione hapo pointi, lakini hebu tuone, je, alikuwa amefunga? Haleluya. Sasa tukienda hapo naruka hapa alikosema Elia akawatokea na nini, naruka hapo kwa sababu tulishapaona pia. Nataka niende mahali kidogo. Mstari wa 36 unasema hivi, na sauti hiyo ni sauti iliyotoka kwenye wingu. Kama ukisoma ni sauti iliyotoka kwenye wingu. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo yaliyotokea. Naomba mshue yake. Waliposhuka mlimani, mkutano mkubwa ulikutana naye. Mkutano gani huu? Ule wa wanafunzi na yule mtoto ambaye alifanya nini? Au kama hamjawa na uhakika niendelee kidogo. Na tazama, mtu mmoja katika mkutano alipaza sauti akisema, Mwalimu, na kuomba umwangalie mwanangu, kwa kuwa yeye ni mwana pekee, na tazama pepo humpagaa, naye mara kupiga kelele na nini. Tunaendelea pale. Haleluya. Kwa hiyo tunaona Yesu na wanafunzi watatu wale walishuka kutoka mlimani lini? Tulikosoma hapa. Walishuka kutoka mlimani lini? Hivi nyie kwenu nimeandikaje? Siku ya pili. Kwa ina maana mlimani walienda siku ya jana. Kwa hiyo walikesha kule mlimani eti. Walienda huko jana, wakashinda huko, wakalala huko. Kesho yake hatujui saa ngapi ndio wakaanza safari ya Niambie, mtu akienda mlimani kwenda kuomba,
akashinda huko, akakesha huko, akashuka kesho yake, anakuwa amefunga au anakuwa alikuwa anakula biriani kule mlimani? Kwa tumeshapata jibu kwamba kumbe pia na Yesu alikuwa amefanya nini? Alikuwa amefunga. Hebu tumadhimishe Mungu kwa ufunuo kama huo. Kwa hiyo alivyoshuka alikuwa amejaa nguvu. Alafu pepo linakuja hapa, imani imewaka kwa sababu roho yake ndio inatirika. Nguvu ziko zimejaa kwa sababu alikuwa ametiisha mwili, roho ikawa inawasiliana na Baba. Kwa hiyo hii inaonyesha mambo mengine yanaandikwa kwenye Biblia ili kutuhekimisha namna ya kwenda. Biblia inasema kama mambo yote yangeandikwa, hata dunia isingetosha hivyo vitabu, si kweli Lakini haya yalichaguliwa na Roho Mtakatifu yaandikwe ili yawe mafundisho, ili tupate huko pointi za kutupeleka kwenda mbele. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tumepokea kitu hapo. Haleluya.